Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of the Lord Jesus. Ninashukuru Mungu. Jioni ya leo ameniwezesha, amenipigania. I thank God. Nimerudi tena. Nataka leo tuone the shocking dreams you should never ignore. The shocking dreams you should never ignore after dreaming. So the shocking dreams you should never ignore after dreaming. Ya kwanza, if you dream, these dreams I'm about to tell you, pray. Omba sana, sababu sio mzuri. It's not good, by the way. So, ukiota hizi ndoto naenda kuambia, uombe sana. Usichukue lightly, take it seriously. Dreams are real. Dreams are real. I told you in the last video, dreams are real. Yeah. It happen in the realm of spirit. Na so usiignore dream. Kuna positive dreams and kuna negative dreams. So kuna dreams yenye ukiota ni mzuri. Kuna dreams unaambiwa kuna danger mbele. So God speaks in a dream, in a vision. So ukiota uchukulie maanani. Amen. So number 1, pleading. Ukiota kutokwa na damu, inamaanisha you are losing your life. It is losing life slowly. You are losing your life slowly. Vile una plead, unaona damu vile inatoka. You know, blood is life. Kama hakuna damu, hakuna uhai. So ukiona you are losing blood, ukiona you are bleeding, you are losing your life. So unapoteza maisha. Ni kifo cha polepole. Kifo cha polepole inakuja kama ugonjwa. Ugonjwa inakutafuna polepole. Na unakufa tu, yani unagonjeka ile unakufa. So ukiona una bleed in a dream, can you stop in prayers? Ama tafuta mtumishi wa Mungu if you can't pray. So tafuta mtumishi wa Mungu anayekusaidia, akuombe na mng'oe hiyo roho ya kifo. That's the spirit of death. So mnang'oa hiyo roho. So tafuta mtumishi wa Mungu akuombe. Na before uende, omba kabisa. Ukiamka kwa usingizi, you rebuke that spirit. Sababu unaweza ota na ugonjwa inaanza the following day. So don't ignore. Amen. Number 2, mirror. Si tunajua mirror unatumia ukijiangalia. So ukiota mirror, when you see mirror and you can't see yourself, kama sasa umejiona na kioo hivi. Sasa na kama kwa hiyo kioo haujiangalii, ama ni kama hiyo picha yako, sura yako inafutika. Pray hard. So it's someone is using your destiny. Kuna mtu anatumia your destiny. Unatumika mahali, unaweza kuwa kwa biashara, na mtu achukue picha yako, anaenda kutumia vibaya huko. Na unaona, ukijiona kwa kioo, unajua your destiny is been taken. So pray so much, unarudisha your destiny. Praise, omba sana. Kidogo utaona biashara yako zinaanguka. Ukiona kila kitu yako unapanga haifanyiki. So take care. Ukidream, ukijiona kwa mira na ujioni, take care. Omba sana. It's not good. Okay? Kuna mtu anatumia sura yako. Destiny is being attacked. Pray. Ama someone is using your star. Nimejaribu kurudia sababu I don't like that dream. So
uelewe. Hope tunaelewa, nashukuru Mungu. Number 3, hatari sana. Ukiota ukilala na mtu kwa usingizi, sexual dreams. Ukiota ukilala na spiritual husband, we call it spiritual husband. Unaota unalala na mtu kama unamjua ama umjui, but hiyo ndoto unaota ukiwa na mtu is a very dangerous dream. Never ignore. Okay? Mtu unaota umelala na mtu, ukiamka ni kama hiyo kitendo ilitendeka. It is reality in the realm of spirit. It is real. Na usipoomba kuna effects. Acha niwaambie effects. Kitu ya kwanza, ukilala na mtu kwa ndoto, kuna exchange. Ni kama real life, kuna exchange. So, the moment unalala na mtu kiroho na spirit, kama tuseme ukilala na kahaba, si wewe ni kahaba, kuna hiyo exchange, kuna kanjia, you exchange. So, ukilala na roho, anakuletea vitu ameleta, na anakuachilia, analeta zake na anachukua yako. It's like you exchange destiny. No, it's like it is exchanging of destiny. So, ukilala na mtu, kama ni wewe ni mwanamke, unalala na mwanaume. Kama wewe ni mwanaume, unalala na mwanamke. Those people are one, but they exchange their spirits. So, kama wewe ni mwanamke, anabadilika kuwa mwanamume, unalala naye. So, inaleta ugonjwa, inaleta magonjwa. Ina exchange destiny. When they come, they take what you have, and they give you what they have. It is exchanging. So when you dream of sleeping with those spirits, rebuke, omba sana na ufunge na kuomba. Amen. Omba sana na ufunge na kuomba. In the realm of spirit, you get disease, like unaona ukiamka asubuhi, after dream ukiamka unasikia tumbo hapa chini kiwasha. It's like reality, lakini kuna unasikia tumbo. Tayari umeletewa ugonjwa, umepadwa ugonjwa. Amen. Kuna watu wana ignore sana. Ukiota hiyo ndoto, yani omba sana, sababu nyota yako imechukuliwa. Umebadilishiwa nyota. Labda ulikuwa mtu mwerefu sana, umeletewa nyota ya ulevi, unaanza kulewa throughout. Alafu yule mwenye amechukua nyota yako anaenda kufanikiwa. So pray, omba sana. Amen. So ukiota hiyo ndoto, you declare, it's serious, it's something serious. You declare that I am separated by these spirits. Separate yourself by the spirits. You declare that I am separated by evil spirits, by demonic spirits. Separate yourself. Unapoteza, tuseme, the real effect. Unapoteza hamu ya mwenzako. That is the main thing. Inaleta divorce. Ukiwa na spiritual husband, unapoteza hamu ya mwenzako. Hauta enjoy mwenzako. So, hii inaleta unadharau mwenzako sababu you are satisfied at night. So, hakuna kitu kingine unataka, so ndoa inafunjika. So, unaletewa ugonjwa, destiny is being attacked, nyota yako inachukuliwa. Mnasikia? Amen? Ndoa inafunjika, inaleta talaka, inaleta divorce. So dangerous. It's dangerous, like really dangerous. Kama unaota hiyo ndoto, ujue unapoteza familia yako, unapoteza mume wako, ama unapoteza mke wako. Kimbia kwa Yesu na utapata usaidizi. Amen. Number 4. Ukiwa na swali, kuja kwa comment, tutasaidiana. Number 4, ukiota ukiwa uchi, nakedness. It is the spirit of shame. It is a spirit of shame.
ama kukosa utukufu. So omba sana. Amen. So hiyo ni aibu. Labda unaenda kuaibika kwa one way or another. So omba sana. Kuna many types of shame. Kuna njia mingi za shame. So pray sana. Number 5, kunyolewa. Unalala na unaona uko kinyozi. Unanyolewa. Omba sana. Kunyolewa inamaanisha unakosa utukufu. Yani kile ulicho nacho. Unajua nywele inafunika. Nywele kazi yake, unajua nywele kazi ya nywele. So it is a glory. Yani it represent glory. Na nywele ikienda umepoteza glory. Ama maombolezo ya kuja. Maombolezo ya kuja. Ya kwanza, kunyolewa inamaanisha utukufu. Nywele inamaanisha utukufu. So ukiwa na nywele ni utukufu. It's glory. Lakini ikienda, nywele ikienda, your glory is being taken. Kitu ya pili, kunyolewa, maombolezo inakuja. Kuna mtu atakufa. Kama kitambo ama zamani, mtu akikufa, mtu alikuwa akikufa, watu wa familia wananyoa. Hata kuna some places bado wananyoa. Mtu wako akikufa, mnanyoa. Ni kama hivyo. Sasa kunyoa sasa inamaanisha unaenda kupoteza mtu, unapoteza glory. Because that is glory and unapoteza. So before ifanyike, pray, omba sana. Hakuna silaha ni maombi. These things ni spiritual. Na kuwa spiritual, unaingia hata wewe kiroho. Kuingia kwa kiroho aje, unaomba. Unaingia kwa maombi. Unafunga na kuomba. Na unaharibu hizi maroho. You have power. You have authority. In the book of Matthew 10, Yesu aliwapa wanafunzi wake mamlaka ya kung'oa kila aina za magonjwa. Ya kuponya watu, kung'oa kila aina za magonjwa, kufukuza to cast out the spirits, evil spirits. So you have power, you have authority. Amen. So unaomba. Kama tunajua binadamu ni roho. Lakini roho unayeishi kwa mwili. So uzi vitu vyote ukiona, nataka uombe sana. Omba sana. Omba sana. Vitu inafanyika kiroho, it is reality. We are the spirits living in a body. So we are spirits. Vitu inafanyika is reality. Lakini ijaingia tu kwa mwili. Ni kama kulishwa. Sijui niliandika hapa. Niliandika, wacha nitasema nikiendelea. Sawa. Number 6, ukiota umewekwa pingo. Ukiota umewekwa pingo, it means kazi ya mikono yako imefungwa. Unaweza ota ukiona serikali, tuseme polisi wamekuja, wamekufunga, wamekuweka pingo. Ni kazi ya mikono yako imefungwa. It is not reality. It's not real police. It's your kazi zako zimefungwa. You are under control. Hakuna kitu, hakuna faida. Unaweza kuwa kwa serikali unafanya kazi. Unapata 50,000, 200. But ukio end month, kama ni end month unapata mshahara tarehe 1 ama tarehe 2. Kitambo ifike tarehe 5, tarehe 15. Wewe ni msoto, unasota, unaanza kukopa. Sababu umefungwa mikono. Na ilitokea ndoto, labda uliota hii ndoto 2 years ago. Na inafanyika sasa. Unaona kazi zako zinaanza kupotea pole sababu umefungwa. Yani unatumia pesa na sikuji zinaenda. Ni kama umechimba shimo unaingiza pesa. So omba sana. Amen.
Yeah, number 7 nilikuwa nataka niseme about a dream, eating in a dream. So eating in a dream is not good. It's a dangerous dream. Chakula kina maagano. Tunajua chakula ina maagano kwa ulimwengu wa kiroho. Kukula ina maagano in a spiritual realm. So kama wakati wa Esau. Unakumbuka wakati wa Esau na Yakobo. Walibadilishana. Kuna Yakobo, Esau alikuwa na njaa. Akamwambia Yakobo, unipe dengu, unipe chakula. Esau akamwambia utanipea. Yakobo akamwambia utanipea uzao wako wa kwanza. Yule akamwambia ni sawa sababu ako na njaa. So akampa, na unajua the ulimi has power. Akasema sawa nitakupa, na hivyo ikaenda. Uzao wake wa kwanza ukaenda. So Esau akauza uzao wake wa kwanza kwa dengu, kwa chakula. So hiyo ikatengeneza nini? Ikameka maagano. Wakatengeneza maagano ya chakula. So wali exchange their destiny kwa maagano, kwa chakula. Maagano ya chakula. So na Yakobo akachukua presents at the right time. Wakati ulifika na akapokonya presents, ndio maana tuko na Israeli mpaka siku ya leo. So tunajua hiyo story ya Yakobo vile alipata akabadilishiwa jina akawa Israeli. Hivyo you know the story, yeah. So eating in a dream ni maagano kwanza. Na the cause, shida. Chakula kwa ndoto zinaleta magonjwa. Chakula kwa ndoto inaleta magonjwa. Especially ukipewa chakula na mtu humjui. Yani unaona mtu humjui na anakuletea chakula, anakuambia eat, kula. Ni dangerous, inaleta ugonjwa. Hiyo chakula unakula inaenda inakuwa ugonjwa, especially cancer mingi, throat cancer inakuja na ukikula nyama. Hiyo throat cancer chakula ina cause throat cancer. So kukula kwa dream sio mzuri. Amen. So inaleta ugonjwa. So especially ukiota nyama, pray. So begin praying ukicast out magonjwa. Sababu utastukia uko na kansa. Unasikia unauma na koo kidogo, unataka kumeza mate inakataa kwenda, ama tumbo. So ukienda hospitali unaambiwa tonsils, kama ni koo unaambiwa tonsils. Unapewa dawa ya tonsils. Shetani na ficha haitajulikana. Kitambo wajue ni kansa, ni stage 4. Unaelekea kaburini. Unaelekea kufa. Na hivyo tu mambo yako inaisha. Na ilikuja kupitia dream. So I'm telling you this to help you maisha ya baadaye. Amen. Ukiona shimo. Unaona number 8, yeah. Ukiona shimo refu, ama ukiangukia kwa shimo. Wengi wetu huwa tunaota tukiangukia kwa shimo. Tunaambiwa you are growing. Ati unaota ukienda kwa shimo yenyewe katiki unaenda. Unaambiwa you are growing. It is growing. So ukiota omba sana, maana utasikwa. Si shimo watu usikwa kwa shimo. Si mtu akisikwa, shimo inachimbwa. Sasa ukiota umeingia kwa shimo, si unajizika. So ukiota ukiingia kwa shimo, especially when you are sick, ujue shimo imekaribia kuchimbwa. Omba sana.
So you pray. Na siwastui, ni kuomba tu, hakuna dawa, ni maombi, you pray. Amen. Na hiyo kukufa ni si kukufa kawaida, ni kukufa premature death. Premature death, unakufa before your time. Si kila mtu kuna time yake ya kufa, lakini ukikufa premature death, situishi miaka mingi kama kina Metusela. Ngoja wamereduce miaka yetu. Ukifikisha 70 unaitisha bonus. Sasa kama unakufa ukiwa na 70 years unakufa, that's premature death. Ukufa ukiwa na 60 years, 20 years, hiyo kifo kweli ni imepangwa. Kuna kifo yenye unakaa mpaka unasema kwa heri watoto, nimechoka na hii dunia. Kama babu yangu alikaa duniani mpaka akachoka. Akiwa na 120 years alikuwa amechoka. Anasema ndugu zangu walienda wapi? Nimechoka. So kama unakaa mpaka unachoka, that's not premature death. It is mature death. Unakufa kifo yenye wanasema kwa Kikale tunasema mosin, yani unaenda kwa njia mzuri. Na hiyo kifo ndio tunataka wote. Hatutaki tukufe tukiwa wadogo. So rebuke that spirit. Amen. Another thing apart from kifo, it's low life. Labda umekuwa na mali na ukiota ukiwa kwa shimo, kama si kifo, maisha yako inaenda kushuka chini, unaenda kupunguza vitu vyako vyote, kuna kitu itatendeka na utaenda kuishi low life. Shimo. Mtu akiingia kwa shimo ni kama unachungulia, unasikia watu lakini waoni. That is the lowest life you are going to live. So you have to pray over it. Amen. Number 9, kila mtu ameota hii kurudi shule. Nimesikia watu wengi nimeota nikirudi shule, na mtu anafurahi. Unafurahi nini? That is hiyo ni roho mbaya sana. So ukiota ukirudi shule ni retrogression in life. Roho ya kurudishwa nyuma. Unarudi nyuma. So ukiota ukirudi shule, check your life. Labda umefika mahali but unaanza kurudi. Labda umefanikiwa lakini unaanza maisha yako, you are going back. So you have to pray to break the spirit of backwardness. Amen. Number 10, akisi nimeota hii sana recently, lakini nimeomba sana sababu nilikuwa najua reason. Unajua nini? No, not reason, meaning. I'm sorry. Unajua nini? Ukiota na unajua the meaning, ni mzuri sana. You can fight. You cannot fight an enemy that you don't know. You fight an enemy you know. Kama unajua umekimbishwa, umeota hii ndoto na unajua unaanza rabashendereba, I rebuke the spirit. Unaanza vita vya kiroho. Amen. Tusianze kuomba. Mimi napenda kuomba sana. Number 10, nikasema ukiota kukimbishwa, unakimbishwa na risasi, yani unakimbishwa na unashutiwa na risasi, unashutiwa na bunduki ama rungu ama panga, name them. Kama unakimbishwa, mimi nilikimbishwa na bunduki. Nilikuwa nashutiwa hivi na ninaepa. Niko katikati ya watu lakini walikuwa wananitafuta. Sasa tuko kwa sherehe fulani lakini nilikuwa nashutiwa, ninaruka hivi, ninaenda hivi, nikaingia kwa shamba, ninaanguka kwa mchanga ndani, ninaamka, nilifukuzwa. But thank God sikushikwa. Nilifukuzwa karibu mara 3 kwa ndoto. It was ilinisumbua sana. Unajua umayomba mpaka unasikia kupiga nduru, ni kama Mungu wasikii. Unaota, umeomba tena kesho, mpaka nikashangaa. Sasa ilinisumbua sana, lakini ilibidi nilifunga na ikaenda, sijaota tena. Nashukuru Mungu.
Amen. So ukipigwa risasi ama mshale, they are dangerous diseases. Omba sana. Na it is a dangerous diseases and it is a deadly disease. Hiyo siku niliota nikikimbizwa. Sasa nimeota mara 3. Sasa niliota mara 2. So nikakimbizwa, alafu nikaona mguu yangu mahali nilikuna hivi, nikaona kuna dots black imetoka. Na nikiwa ninaomba in a vision, ninaona mguu yangu kuna kinonda kubwa sana. In a vision, naona mguu iko na kinonda kubwa. Nikasema ile ndoto. Na hiyo kinonda ilikuwa shimo sana, ilikuwa shimo kubwa sana. In a vision. Nikajua ugonjwa imekuja kupitia ile mshale, ile bunduki. So nilifunga na nikaomba. Hiyo dots imechora hata saa hii, imechora hiyo dot round. Na ingeleta hiyo kinonda na ingenichimba tu. Hivyo tu. Na kupitia maombi hiyo iliisha. Thank God. Na hiyo ndoto iliisha. So hiyo ni maana ama faida ya maombi. Maombi inasaidia sana na imenisaidia sana. Amen. Yeah. Kitu ya mwisho, number 11. Ukiota ukiwa na mimba. Nataka niseme uzuri na ubaya. Uzuri ya kwanza, ukiota ukiwa na mimba. Mimba is a fruitfulness. Ni fruitfulness. Ama baby on the way. Ukiota ukiwa na mimba. Na labda umekaa kwa muda bila kuzaa mtoto. Umekuwa ukingoja mtoto kwa muda. But ukaota sasa hiyo mimba. Sasa hiyo mimba ujue kuna mtoto, anza kushuhudia, anza kutayarisha. So mtoto atakuja. Amen. Alafu ingine mimba tena, unajua mimba. Ukiota especially hizo spiritual husband, umelala na spiritual husband, ama umeota ukirepiwa, alafu unakuwa na mimba. That is negative. So you have planned it. There is something bad. These spirits have planted bad things in your body. Kuna kitu imepandwa kwa hiyo tumbo yako. Usione mimba ni mimba, kuna kitu imepandwa. Amen. Niliwaambia hapo nyuma, unalala na wao, unajua kulala na mtu you exchange. Sasa amekuletea zake, anaenda. Sasa yeye anakuletea nini? Si ni magonjwa, si ni kifo. Kwani shetani anaweza kukuletea kitu kizuri? Hakuna. Kazi yake alikuja kuua, kuharibu. Alikuja kuiba, kuharibu na kuua. So usifurahi, nimeota. Shetani anakukujia kwani ni mama yako. Sasa amekukujia, amekuletea kitu mbaya. So you have to rebuke. So ukiona you are pregnant through rape case, rebuke that spirit. Ukiona you are pregnant through spiritual husband, rebuke. Pray over it. Wacha Mungu awasaidie. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunashukuru kwa wakati huu. God, I rebuke any spirit inakuja kupitia ndoto. Any evil spirit, I rebuke in the name of Jesus Christ. Kila arrow zinatukujia kupitia ndoto, I send it back to sender in the name of Jesus Christ. Protect us, Almighty King of Glory. Utuondolee ndoto mbaya, utupreserve, ukatupigania Mfalme, ukatutendee mema. Kila ndoto mbaya I cancel in the name of Jesus. Mipango za shetani I cancel through dream. I cancel in the name of Jesus Christ. I pray and believe in Jesus Christ. Amen. Mungu awabariki. Bye.